Naam, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa kwenye maktaba ya Mosh FM kwa ajili ya kuzifahamu historia mbalimbali, na siku ya leo tunakwenda kumwangalia Jamshid bin Abdallah. Huyu ni nani? Twende pamoja mwanzo mpaka mwisho. Huyu alikuwa ni sultani wa mwisho kutawala Zanzibar. Aliondolewa madarakani katika mapinduzi ya Zanzibar miezi michache baada ya utawala wa Uingereza kuisha. Sultani Jamshid alizaliwa mjini Zanzibar tarehe 16 Septemba mwaka 1929. Alitawala Zanzibar kuanzia tarehe 1 Julai mwaka 1963 hadi tarehe 12 Januari mwaka 1964. Mnamo tarehe 10 Disemba mwaka 1963, ufalme wa Muungano ulitoa ulinzi wake juu ya Zanzibar, ambayo tayari inajitawala kama ufalme wa kikatiba ndani ya Jumuiya ya Madola chini ya Jamshid, inayowajibika kwa ulinzi wake na mambo ya nje. Lakini hali hiyo ilikuwa kwa muda mfupi tu. Bila ulinzi wa Waingereza, sultani alipinduliwa na Waafrika ambao ndio walikuwa wengi nchini. Baada ya mapinduzi hayo, alikimbilia uhamishoni Oman, lakini hakuruhusiwa kuishi huko kabisa. Baadaye alihamia Uingereza, akaishi sehemu moja inayofahamika kwa jina la Portsmouth pamoja na mke na watoto wake. Wakati watoto wake na ndugu zake waliporuhusiwa kuishi Oman mwaka 1980, serikali ya Oman iliendelea kukataa maombi ya Jamshid kujiunga nao, ikitoa sababu za kiusalama, na msimamo wao ulibadilika mnamo Septemba mwaka 2020 baada ya Jamshid kuishi zaidi ya miaka 50 nchini Uingereza. Serikali ya sultani mpya wa Oman, ambaye anafahamika kwa jina la Haitham bin Tariq, ilikubali ombi lake la kurejea katika ardhi ya babu zake kama mwanachama wa Al Busaid, familia ya kifalme, lakini sio kama sultani mwenye cheo. Baba yake Jamshid, Sultan Abdallah bin Khalifa, alitawala kutoka Oktoba mwaka 1960 mpaka Julai mwaka 1963 alipofariki dunia na kiti chake kurithiwa na Jamshid. Jamshid alikuwa ni sultani wa mwisho kuitawala Zanzibar, na kabla yake walitawala masultani wengine 12, sultani wa mwanzo akiwa ni Said Said, ambaye alihamisha makao makuu yake kutoka Muscat, Oman hadi Zanzibar mwaka 1840. Lakini Said Said alikuwa ni sultani wa Oman na Zanzibar kwa wakati mmoja. Baada ya kufariki kwa Said Said mwaka 1856, kukatokea ugomvi wa kimadaraka baina ya watoto wake wawili ambao wanafahamika kama Majid na Thuwain. Chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Waingereza, wakaigawa dola ya baba yao katika nchi mbili. Majid akawa sultani wa Zanzibar na Thuwain akawa sultani wa Oman. Japo utawala wa familia hiyo ya Busaid ulikomeshwa visiwani Zanzibar Januari mwaka 1964 kwa kupinduliwa kwa Jamshid, nchini Oman bado familia hiyo inaendelea kutawala. Moja ya masharti aliyopewa Jamshid aliporejea nchini Oman mwaka 2020 ni kuwa arejee kama mwanafamilia wa kifalme, lakini si kama sultan. Na baada ya hapo Jamshid alifariki mjini Muscat, Oman tarehe 30 Disemba mwaka 2024 akiwa na umri wa miaka 95, na alizikwa kwenye makaburi ya kifalme huko Muscat. Na hiyo ndiyo historia ya Jamshid bin Abdallah. Hii ni maktaba ya Mosh FM. Mimi ni Rajan Philemon. Usisahau kunifuata pale kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook and TikTok kwa jina la Rajan Philemon. Tukutane tena wakati mwingine.